Bwana Yesu asifiwe. Ni jioni iliyo njema ambaye Mungu amekuwa mwema, amekuwa mwaminifu. Kwa hivyo nataka tujifunze neno la Mungu kuhusiana na nguvu ya kusonga mbele ama nguvu ya kutazama mbele. So kila wakati tunaimarishwa ya kwamba tukaweze kusonga mbele katika maisha yetu. So kila wakati ambapo kama binadamu, kama Mkristo unakutana na changamoto ambayo inakufanya unaangalia nyuma ama unabaki katika kiwango kimoja. Katika kitabu cha Mwanzo 19 mstari wa 17, Biblia inasema kwamba ikawa walipomtoa nje, mmoja alisema, jiponye nafsi yako, usitazame nyuma, wala usisimame katikati ya hilo bonde popote, ujiponye mlima, usije ukapotea. So Biblia inasema kwamba utazama mbele, usije ukaangalia nyuma. Kwa hivyo unapata kwamba wana wa Israeli waliweza kumlilia Musa, lakini Mungu akamwambia kwamba waambie wana wa Israeli ya kwamba wasonge mbele. So wakati mwingine kama Wakristo, wakati mwingine kama watoto wa Mungu, tunajikuta kwamba tumekwama mahali pamoja. Kwa hivyo kutazama mbele ni agizo ambayo Mungu anatupa jioni ya leo, ya kwamba sahau mapito yako, sahau kila ambacho mahali ambapo umekwama, na ukaweze kupiga hatua kwa imani. Ukamwambia Mungu tu ya kwamba tazama Mungu, ninataka ya kwamba ukanipe kibali na ukanipe neema ya kuweza kusonga mbele. Kwa hivyo tusome Methali, kitabu cha Methali 4:25. Biblia inasema ya kwamba macho yako yatazame mbele. Macho yako yatazame mbele na kope zako zitazame mbele yako sawa sawa. Kwa hivyo Mungu anatuambia jioni ya leo ya kwamba tuweze kutazama mbele, tuweze kutazama, tuachana na changamoto na tumetazamia tu yeye. Daudi akasema ya kwamba angalia huku na huku, msaada wangu unatoka wapi? Msaada wangu unatoka kwa Mungu. Kwa hivyo kutegemea Mungu ni kuangalia mbele. Lazima tuwe na imani. Tuangalie kwamba wacha kuishi siku ya leo, ishi ukijua kwamba kesho yangu ni bora kila wakati. Kwa hivyo natumai ya kwamba Mungu amekuwa mwema na amekuwa mwaminifu. Kwa hivyo naomba ya kwamba utakaposikia video hii unaweza ukasubscribe, unaweza ukalike na unaweza ukashare, na huyu Mungu lazima atakubariki na huyu Mungu atakutendea mema. Kwa hivyo naamrisha kwamba Mungu huyu akaweza kufungua milango yako, na wacha neema ya Bwana na kibali ya Bwana ikawe juu ya maisha yako siku zote na siku zote. Watoto wako wasikose vyakula. Pata kibali katika